vya Injili: Marko, Mathayo, Luka na Yohana. Hivyo vinaitwa ni vitabu vya Injili. Kwa sababu gani? Injili au ujumbe wanaotangaza ni habari njema, na habari njema hiyo inamhusu Yesu mwenyewe. Vitabu hivi vya Agano Jipya vimegawanyika, hivi vitabu vinne vya Injili vimegawanyika katika nafasi mbili. Wanazuoni wanachukua vitabu vile vitatu vya mwanzo, yaani kitabu cha Mathayo, kitabu cha Luka na kitabu cha Marko, wanaviita kama jina inayosema synoptic, gospel as a synoptic. Na kwa nini wanatumia jina hili? Ni kwa sababu ukisoma kitabu cha Mathayo, kitabu cha Luka na Marko, ni kana kwamba vinaelezea scenario au story au kisa fulani. Unaweza ukakipata kwenye kitabu cha Mathayo na ukakipata kwenye kitabu cha Marko, at the same time ukakipata katika kitabu cha Luka. Na wanatumia lugha hii ya synoptic, maana yake ni kwamba seen with the same view, ya kwamba vilionekana au viliandikwa na mtu, yaani mimi nilikuwa nikitazama na mtu mwingine anatazama. Kwa hiyo sisi kwa pamoja tulikuwa tunatazama kwa view moja. Na kinasema ndani ya vitabu hivi pia unaweza kukuta kuna tofauti. Utofauti unawezekana sio mkubwa sana, lakini inawezekana huyu anasema kulikuwa na kipofu mmoja, mwingine anasema alikuwa vipofu wawili, mwingine anasema alikuwa toka Yeriko, mwingine alikuwa anasema alikuwa anaingia Yeriko. Kwa hiyo tofauti iko kidogo, na wanazuoni wanajaribu kuelezea kwamba tofauti mdogo kati ya vitabu vitatu vinavyoitwa kama synoptic ni kwa sababu wanaelezea kwamba yawezekana kwenye kuandika pengine kitabu cha kwanza kilichoandikwa ni Marko, na hivyo Luka na Mathayo walikopi historia iliyokuwa imeelezewa na Marko, na ndio maana inawezekana kukana tofauti. Na wengine wanaenda mbali zaidi, wanaelezea kwamba inawezekana kitabu cha kwanza kuandikwa inawezekana ni Mathayo, na Luka na Marko pengine walikopi au kuna baadhi ya story walichukua kutoka kwa Mathayo. Lakini wengine wanaenda zaidi, wanasema yawezekana kuna Marko ndiye aliandikwa wa kwanza na Mathayo aidha alikopi kutoka kwa source nyingine inayoitwa Q, na hivi ndio maana inaweza kukuta kuna kautofauti, lakini ujumbe ni ule ule. Hilo tofauti inawezekana kwenye kuelezea, na hata kwenye kuelezea inawezekana mtu alikuwa na narrate story akaelezea, ndugu yangu, nimeona kuna ajali ya bodaboda imetokea. Kwa mfano, kuna siku nilikuwa nakuja nadhani kanisa la Keko ya kama sijakosea ya mwezi wa kama sio wa 12 mwezi wa kwanza, na hizi mwezi wa 12 nimefika maeneo ya Vingunguti, kama sijafika maeneo ya Vingunguti, maeneo ya Scania, nikaona kuna ajali kubwa na kulikuwa na kuleni kuanzia airport mpaka huku Tazara. Nikaona kuna ajali imetokea. Kulikuwa na bodaboda walikuwa wamepaki abiria anaenda Gongo la Mboto, na kwa sababu tunatumia zile highway siku za mwendokasi, na unapotumia mwendokasi ni kana kwamba hakuna mtu anayejali. Maana unaweza kushangaa mtu anatoka huku maeneo ya Tazara akavateka mkono wa kulia na anatoka kule na akapita njia nyingine, njia ya kulia. Kuna kushangaa hakuna uelewano. Ni mtu mwingine barabara siku mbili ya huku na ya huku, lakini sio kashangaa mimi natoka naenda mbele kule nikatembea kwenye barabara ya upande huu. Kwa hiyo na inawezekana bodaboda alikuwa speed anaelekea yuko kwenye uelekeo wake, na ikatokea gari la polisi, defenders za polisi zikana maskari na speed kuwaje, maana mimi sikuwepo, kwenda nimekuta kuna ajali, akamburuza bodaboda kutoka hapa mpaka kule na abiria wake, na gari kama ikapinduka ikavuka barabara ikagonga gari nyingine ilikuwa toka upande ule mwingine. Na nilipoona kwenye taarifa habari akaposti mtu mmoja, alipo posti ya inawezekana tofauti na mimi ambao nimeona. Sisi tunaelewana vizuri. Maana mimi niliona kwa macho nikapaki nikaenda kuangalia nikaona ajali imetokea, depende imeharibika na maskari wale naona kama wamekuja hapo naona ikutangazwa. Maskari nao wakaumia, lakini nikaona kwenye taarifa habari ya mwanaharakati mmoja alichoposti inawezekana ni tofauti na kile ambacho nilikiona. Na hichi ndicho ambacho hata kwenye kitabu hiki
kisa inawezekana ni cha kweli kilitokea, lakini the narration, namna uhalisia wake au jinsi inavyowasilishwa inawezekana ikawa tofauti. Na ndio maana unaweza kuona mwingine anaelezea walikuwa wanaingia Yeriko, mwingine anaelezea walikuwa wanatoka Yeriko. Kwa hiyo ujumbe ni ule ule, wala hakuna makosa kwenye Biblia, lakini the way kisa kilivyokuwa kinawasilishwa na mwandishi husika. Kwa hiyo kitabu hiki, vitabu vinne vya Injili, kuna hizo vitabu vitatu ambavyo vinaelezea the story, ujumbe unaofanana, lakini kuna kitabu kimoja nacho kitabu cha Yohana. Yenyewe unaweza kukuta kuna visa vingine kwenye kitabu cha Yohana haviandikwa kokote katika kitabu cha Marko, aidha cha Mathayo au cha Luka. Na vitabu hivi vyote vinne, Marko, Mathayo, Luka pamoja na Yohana, wanazuoni wanakubaliana kwamba viliandikwa baada ya Yesu kufufuka. Inawezekana viliandikwa baadaye, yapata miaka 60 mpaka miaka 100 baada ya Yesu kufufuka. Na anasema kitabu hiki cha Mathayo ambacho tutaangalia siku ya leo, kitabu hiki kiliandikwa na Mathayo mwenyewe. Ukisoma Yesu anapoita wanafunzi wake, miongoni mwa wanafunzi walioitwa ni Mathayo. Na Mathayo huyu alikuwa na title, alikuwa ni mtoza ushuru. Lakini ukisoma kitabu cha Luka na kitabu cha Marko vinamwelezea kwamba alikuwa na majina mengine, jina lingine alikuwa anaitwa ya Lawi au Levi, na title yake ilikuwa ni mtoza ushuru. Unaposoma vitabu hivi Injili hizi nne, unapaswa kujua audience ni nani. Unapaswa kujua kwamba mwandishi alikuwa anawasilisha ujumbe huu kwa watu gani. Kwa mfano kitabu cha Mathayo, audience wake walikuwa ni Wayahudi, na hasa alikuwa anazungumzia waandishi na Mafarisayo na makuhani. Mara nyingi kusoma kitabu cha Mathayo utaangalia kwamba mwandishi huyu anajaribu kuwaangalia wahusika, hadhara iliyokuwepo walikuwa ni Wayahudi, na hao Wayahudi alikuwa anazungumza zaidi kuhusu waandishi na Mafarisayo na makuhani, ambao kimsingi walikuwa ndio viongozi wa kanisa kwa kipindi hicho. Na kusoma kitabu hiki cha Mathayo kinaelezea attention, ambapo kulikuwa na muunganiko kati ya uhusiano kati ya Ukristo na Uyahudi na jamii ya Uyahudi kwa ujumla, na kwamba kitabu cha Mathayo kinajaribu kuelezea kwamba Ukristo sio tu kwamba ni dini ambayo imejitokeza sehemu ambayo haina vitu yoyote, haina msingi wowote, lakini Ukristo ni matokeo ya dini ya Uyahudi. Maana kwenye Uyahudi kulikuwa na sectors, walikuwa wamegawanyika. Kulikuwa na Mafarisayo, walikuwa na, japo ni Wayahudi, walikuwa na imani zao wanazoamini. Kulikuwa na Mafarisayo, kuna Masadukayo na kuna waandishi. Na hivyo walivyoona kuna dini fulani au kuna sekta fulani, jamii fulani ya Wakristo wataka kujipenyeza, wao wakadhani kana kwamba hao ni watu fulani ndio walio hasi, na hivyo walitamani kuwatenga. Na kitabu cha Mathayo kinajaribu kuwaelekeza Wayahudi na viongozi wa dini ya kwamba Ukristo mzizi wake haujatoka from nowhere, ila mzizi wake umetoka katika Uyahudi wenyewe ambao ulielekezwa katika Agano la Kale. Na hivi namwelezea Yesu kama tumaini, sio tumaini tu kwa Wayahudi, ni tumaini pia kwa watu wa mataifa. Na ukisoma ukiwa na context hiyo, unaposoma kitabu cha Mathayo utaelewa kwa nini mwandishi anazungumzia hivyo na vitu vilivyoelezea. Kitabu cha Mathayo ukisoma vile chapa zile za kwanza vinazungumzia kuhusu miujiza. Ukianza kuangalia sasa samaki wangapi na mikate mingapi, ikalisha watu kadhaa, inaelekea matendo ya muujiza anazofanya Yesu. Lakini baada ya muujiza katika sura kadhaa, baadaye inafuatiwa na healings na uponyaji. Unakuta dada aliponya mtu fulani, alikuwa kiwete aliponywa na vitu kama hivyo, na baadaye inafuatiwa na mifano tofauti parables. Unakuta mara ya kwanza kuna miracles, mengine kuna healings, alafu then kuna parable mbalimbali, anatumia mifano tofauti. Na kwa nini Yesu alikuwa anatumia mifano? Alikuwa anatumia mifano kwa sababu
Wayahudi walitamani, mara kwanza walimuona Yesu kama stranger, kama mgeni, kama mtu ambaye anaenda kinyume na mafundisho ya Agano la Kale, na hivyo walitamani kuchukua namna gani wangempata ili waweze kumshtaki mapema. Na hivyo kuna sehemu zingine alikuwa anatumia mifano. Mifano ilikuwa ni lengo kubwa, ilikuwa ni kuzuia kutokamatwa mapema au ujumbe wake kutokuwa blocked mapema, na sio kwamba kutaka kuwasilisha Injili, lakini ni kwa sababu alitamani namna gani ujumbe wako unaweza ukapenya, lakini bila wengine bila kuathiri utume wake hapa duniani. Na ndio maana hata sisi tunashauriwa tunapoenda kwenye mikutano yetu ya hadhara au tunapoenda kuelezea watu, tuanze na kile ambacho wanakielewa, ambacho hakitaleta shida sana kwa wasikilizaji wetu. Lakini unaweza ukashangaa umeenda kwenye airport au umekutana na mtu ambaye ndio mara ya kwanza unamhubiria habari njema za wokovu, badala ya kumsaidia aweze kuelewa kwanza upendo wa Yesu na ujumbe wako, unapika na vile ambavyo kimsingi vinaweza vikaondoa usikivu wake. Umeenda kwenye airport, jamii ya wale ni Waislamu au jamii ni Wakatoliki, umeanza na lala mnyama. Unajua hapa ndiye nani? Ndiye 666. Hawataka kusikiliza. Hata kama ujumbe wako ni mzuri, hawataka kusikiliza, watakuswitch. Na sisi tuko kuswitch, atakuswitch hapo. Na ile kutokea nilipokuwa mjini hapa, nilipokuwa nauza vitabu, nikaenda ofisi moja pale Posta, jengo la Safari House, nikapika nikajitambulisha, mimi mtuza vitabu, nimeleta habari njema. Unajua mama akasema, nyinyi mnaotuambia kwamba nyinyi sisi wa Katoliki ni mnyama. Sisi papa ni Freemason. Nikasema, mama, umenisikiliza mimi. Lakini ilikuwa najaribu kujitetea, lakini kimsingi kuna wengine ambao wameenda na ujumbe ambao kimsingi ni mzuri, lakini context au wasilishaji haukuwa sahihi. Na ndio maana Paulo anasema kwa mtoto tunapaswa kuanza na nini jamani? Na maziwa. Hivi wazazi mlioko hapo, mtoto wako umemzaa leo, umetoka Muhimbili, unapofika tu nyumbani, cha kwanza bugie makande na kama makande, atakuelewa. Umefika tu umemwacha na makande, na mtoto aelewe, atatema tena, lakini atatuna ale. Atakuelewa mtoto, si baadaye atakupa. Sasa kuna wengine nao tumekuwa kama hivyo. Mtu ambaye kidogo bado anapaswa kupewa upendo wa Yesu, tumekuja na mafundisho magumu. Lazima tuwaambie ukweli. Ni kweli tunapaswa kuambia ukweli, lakini angalia kwanza ujumbe huu utafika. Kwa hiyo Yesu naye alitumia parables, mifano mbalimbali, ili kuweza kufikisha ujumbe. Na miongoni mwa ujumbe au mifano aliyotumia, alitumia mifano mingi katika kitabu cha Mathayo akielezea ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni. Ukisoma kuanzia kitabu cha Mathayo kuanzia sura ile ya 10, anakuwa sana mifano mbalimbali, anaelezea, anasema ufalme wa mbinguni ni sawa sana, ufalme wa Mungu ni sawa sana hiki. Na wanazuoni wanasema katika kitabu cha Mathayo peke yake, kingdom of heaven au ufalme wa mbinguni umetumika mara 32 kuliko vitabu vingine. Na anasema mara nyingi unaweza kukuta ufalme wa mbinguni au ufalme wa Mungu, na maneno haya yametumika interchangeably, ya kwamba mara nyingi anatumia ufalme wa mbinguni au ufalme wa Mungu. Kwa nini anatumia ufalme wa mbinguni au ufalme wa Mungu? Unaposoma kitabu cha Danieli anapomwelezea Nebukadneza kuhusu ndoto zile, anamwelekeza katika zile ndoto alizoota Danieli, anaelezea kwamba kutakuwa na ufalme wa wanadamu, human kingdom. Lakini baadaye anasema God of heaven will set the kingdom that will never destroy it. Kitabu cha Danieli 2 aya ya 44. Nebukadneza anapotoa tafsiri ya ndoto, anasema kutakuwa na tawala za wanadamu, lakini baada ya tawala za wanadamu, baadaye itafuatiwa na ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu ambao hautaangushwa na mtu yeyote. Na ufalme huu sasa, Yesu anapokuja na kutoa mifano kwa wanafunzi au kwa hadhira alikuwa anazungumza nao, anaelezea ufalme wa mbinguni ukoje. Kitabu cha Mathayo 20 aya ya kwanza. Kitabu cha Mathayo 20 aya ya kwanza. Baada ya kuelezea muktadha wa kitabu cha Mathayo, sasa twende kwenye somo husika. Somo hili linalosema ufalme wa mbinguni
kipimo tofauti cha maisha ya duniani. Unajua, mara nyingi tumekuwa na vipimo vya duniani, tumekuwa na viwango mbalimbali vya kidunia. Tumeona viwango vya kidunia, mojawapo mtu akiwa serikalini au akiwa na cheo lazima akae vitu vya mbele, aweke sehemu nzuri, kama ni sehemu ya menyu, kama ni mzee wa kanisa au mchungaji anatengeneza sehemu fulani. Yaani kuna watu tumeelekewa status fulani hivi. Lakini sekana hivi ni vipimo vya duniani. Ila je, mbinguni nao vinaendana hivyo au viko tofauti? Kitabu cha Mathayo 20 inaanza kwa kusema, kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kwa ajili wakulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9 akafanya vile vile. Hata kama saa 11 akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetwajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Aya 8. Kulipokuchwa, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima walipe ujira wao, ukianzia wa mwisho hata wa kwanza. Na walipokuja wale wa saa 11 walipokea kila mtu dinari. Na wale wa kwanza walipokuja walidhani kwamba watapokea zaidi, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Basi wakiisha kuipokea wakamnung'unikia mwenye nyumba wakisema, hawa mwisho wametenda kazi saa moja tu, nawe umewasawazisha na sisi tusiostahimili taabu na hali za mchana. Tuliostahimili taabu na hali za mchana kutwa. Naye akamjibu mmoja wao akamwambia, rafiki, sikudhulumu ukupatana nami kwa dinari? Chukua iliyo yako uende zako. Napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Aya 15. Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa jamani wa nini? Wa mwisho. Kisa hiki kinaelezea, mfano huu unaelezea kile ambacho Yesu alitaka kuzungumza na wanafunzi wake. Anasema kulikuwa na mmiliki, na mmiliki huyu anaitwa Master, na anasema alienda sokoni, na kwa nini alienda sokoni? Yawezekana sokoni sema ambapo wangepata watu wengi, na hivyo akatamani kuajiri watu katika shamba lake la mizabibu. Na katika kuhakikishia, inawezekana alianza asubuhi saa 12, akakuta watu pale, akawauliza na wakasema wanatafuta kazi. Wakakubaliana kwamba atawalipa dinari 1, na makubaliano ni kwamba wataanza kazi saa 12 mpaka jioni. Lakini Yesu hakutoa mfano kwamba walienda kufanya kazi gani shambani, labda kupalilia au kuvuna. Hiyo vitu havikuelezewa, lakini nasema ya kwamba huyu mmiliki alikubaliana ya kwamba atawapatia kulingana na jinsi walivyokubaliana. Na unajua, dinari ilikuwa ni malipo ya wafanyakazi wa kawaida, ilikuwa ni malipo ya mfanyakazi kwa siku husika. Ilikuwa ni kiasi ambacho unaweza ukakipata kwa siku husika au siku husika kwa mfanyakazi wa kawaida. Na tuchukulie mfanyakazi wa kawaida siku hizi analipa shilingi ngapi?
Kwa hiyo kama mtu alikuwa analipa dinari moja, haikuwa tu hela ya kawaida, ilikuwa ni hela kubwa ambayo ilikuwa ni hela inaweza kutosha kula, na pengine maandishi mengine nasema inawezekana hii hela ilikuwa inafaa hata kulipa kodi ya nyumba na matumizi mengine. Kwa hiyo malipo ya dinari ilikuwa ni kiasi kinachowezekana katika maisha ya siku husika. Anasema alipoenda saa 3 pia akakutana na watu wengine. Saa 6 vivyo hivyo, saa 9 vivyo hivyo. Na ilipofika sasa muda wa jioni, bwana huyu alitamani sasa kuwapa ujira kulingana na kile walichofanya. Wengine walianza kazi asubuhi, wengine walianza saa 3, wengine mchana, wengine saa 9, na kuna wengine dakika za jioni. Kama wanasemaga washabiki wa mpira, mtangazaji sikasema dakika za jioni, dakika za lala salama. Unashangaa umejipoti huku, mnazuia, unashangaa goli. Dakika zimeongezwa si 3 na ilikuwa dakika 89, dakika za lala salama, dakika za jioni. Sasa na hawa nao walienda dakika za jioni saa 11. Lakini pia saa 11 hawa mwenye shamba akuambia watalipwa kiasi gani. Na kwa nini ilikuwa ni jioni walipaswa kulipwa? Kitabu kile cha Mambo ya Walawi aya ile ya 19, sura ya 19. Kwa nini walipaswa kulipwa jioni? Mambo ya Walawi 19 na ile aya ya 13, Biblia inasema, usimdhulumu jirani yako wala kumnyang'anya mali yake. Ijara yake aliyeajiriwa isikae kwako usiku kucha hata asubuhi. Haya, hicho ni kitabu cha kwanza. Kitabu kingine ni Kumbukumbu la Torati 24. Kumbukumbu la Torati 24 na ile aya ya 15. 24:15, Biblia yangu na yako inasema hivi: mpe ujira wake kwa siku yake, wala jua lisichwe juu yake, kwa maana ni maskini moyo wake umeutumainia. Mpe ujira wake kwa siku yake, wala jua lisichwe juu yake, kwa maana ni maskini moyo wake umeutumainia huo, asije akamlilia Bwana juu yako, ikawa ni nini? Ni dhambi kwako. Kulingana na sheria za Musa, mtu alipaswa kupewa ujira yake jioni. Na wengine kuna wengine ni washiriki hapa, mmeajiri watu, makubaliano, mlikubaliana kumaliza kazi itakupatia. Je, mnafanya hivyo? Hapo na wengine ulimwahidi, na baada ya kufanya kazi yako unaanza kumrusha. Unajua leo sijapata mama yako vizuri, leo sijaenda benki, sisi tunasumbua. Ni kweli sisi tunasumbua. Kulingana na sheria, kulingana na Torati, mtu alipaswa kupewa ujira wake jioni, asije akanung'unika ikawa dhambi kwako. Kuna watu wengine hapo wanakaa na wabinti wa nyumbani. Je, unamtriti vizuri? Unajua kanisani hapa napo tumekuwa tukihubiri habari njema, lakini kuna wengine hapa wananyanyasa watu wanaoliko chini yao. Wengine inawezekana hapa ni bosi. Je, mfanyakazi wako unamfanyeje? Je, hata pale nyumbani yule binti yako wa nyumbani, je, the way unavyomtreat inastahili awe hivyo? Maana sehemu zingine unakuta binti huyo yeye analala asubuhi, anafanya shughuli zote, analala kama amelala hoi. Akija tena kanisani, mtoto wako naye hujamfundisha adabu, ni msumbufu. Wewe umekaa huko kusikiliza mahubiri, yeye ndio kazi yake kulea mtoto anahangaisha. Na akifanya kosa akampinya, mtoto akalalamika, mama anatoka huko amepura. Kwa nini usimsaidie mtoto wako naye aache ukorofi? Na mtu unakuta wewe mna mwingine umeenda kazini asubuhi, yeye anayepambana mtoto wako anahangaika. Na ndio maana sometimes akiona malipo yanakuwa kidogo, na mara nayo unamkoromea, adhabu inakuwa kwamba asubiri. Umeenda kazini, atampinya kitu cha maana. Maana hakuna atakayesema anampinya mama kusayupa, piga makwenzi, chapa viboko, akirudi unakuta ametulia na wale wako useme.
Kesho akisema kesho atanilisha hata apewa uji vizuri. Na anayesababisha hivi nani? Ni wewe, kwa sababu jinsi unavyokaa naye. Lakini kama ungekaa naye kwa upendo, na yeye angeona kwamba familia kwako ni sawa sawa nyumbani kwao, angefanya amchukulie ile mtoto kama mdogo wake vizuri. Ila kwa sababu ya ukorofi wako, na yeye ikifika sehemu analipiza kisasi. Kulingana na Torati, mtu alipaswa kupewa ujira wake jioni, na wala hela hiyo usingebaki. Anasema jua lisichwe kabla hujampa mtu ujira wake. Na hivyo sasa anapokuja jioni, yule mmiliki anatuma wafanyakazi wake, anawaambia sasa nendeni mkatoe ujira kwa kazi walioifanya. Na wakaanza na wa mwisho. Wale waliokuja saa ngapi jamani? Saa 11. Kwenda kuangalia kwa sababu kukubaliana kwamba tutalipa kiasi gani. Kumbuka makubaliano yalikuwa ni wale watu wa kwanza, dinari ngapi? 1. Wakashangaa bosi anatoa dinari 1. Wakasema bosi ana baya. Wanasemaga Waswahili, bosi ana baya. Bosi ni mwema. Kusema kama mtu amekuja jioni saa 11, amekuwa maana dinari 1 usichukulie kawaida, ilikuwa ni hela nzuri. Sijui sasa inaweza shingapi. Wengine wanajaribu kuongelea kama ni dola 20, wengine sema dola 50, wengine kila mtu wanazoea tofautiana. Lakini wanachojua tu ni kwamba ilikuwa ni ujira wa mtu mfanyakazi wa kawaida kwa siku moja. Walimwona bosi anawapa wale waliokuja saa 11 dinari 1. Wakasema bosi ni mtu mwema sana. Kama huyu wa saa 11 amepewa dinari 1, basi sisi tuliokuja saa 12 asubuhi tunastahili kupewa dinari ngapi? Wale watu wa keko. Kama wa saa 11 alifanya kazi saa 1, ana deserve dinari 1. Je, waliokuja kuanzia asubuhi saa 12 wana deserve dinari ngapi? 12. Wakafurahi, wakasema bosi ana baya, bosi ni mzuri. Ndio kama hao wanasema vijana, bosi ana baya, bosi ukipa hauozi, na hata ukioza unafanyaje? Hauozi. Bosi alikuwa tani sana. Wakafurahi na wakachangamka. Lakini wakashangaa, aliyekuja saa 9 naye akapewa na dinari 1. Wakasema bosi bado ana baya. Maana kweli kama mtu amekuja saa 9 amefanya tu masaa 3, anapewa dinari 1. Bosi yuko vizuri. Alipofika wa saa ngapi tena? Wa saa 6 tena akapewa dinari 1. Wakaanza kuangalia. Bosi mbona kama wewe wako sio mzuri? Huyu bosi alisema hana baya. Bwana kama anaanza kuonekana kuwa na baya. Walipofika zamu yao naye wakapewa wakapewa dinari ngapi? 1. Wakaanza kunung'unika. Kwa nini wananung'unika? Wanasema kwamba bosi alifanya justice. The first comers charged their employer with 2 injustices. Yaani wanaeleza kwamba huyu bosi hakuwatendea haki kwa mambo mawili. Cha kwanza, sisi tumekuja asubuhi. Anataja failure to take account of the difference between 12 hours of work and 1 hour of work. Anasema kutofautisha kwamba waliokuja saa 12 na waliokuja saa 11. Bosi, kweli huoni kuna tofauti kubwa? Hicho cha kwanza. Mbona kama tutetee yake, mtu amekuja asubuhi na mtu aliyekuja jioni saa 11, unatupa ujira mmoja. Namba 2 anasema huyu bosi akuangalia mzigo tuliokumbana nao tangu asubuhi. Tumepigwa, tumejua kali, tumepambana. Kama nilikuwa nikupalilia, tumepalilia na kutosha. Lakini imekuwaje bosi unatupa kitu kidogo, dinari 1 tu peke yake? Bosi baadaye ikabidi jinsi tulivyosoma akaanza kuwajibu. Na ili aweze kuwajibu aridhike, akaanza kuambia hivi, je, jamani, makubaliano yetu yalikuwa ni hapa. Makubaliano yalikuwepo kwamba nenda kafanye kazi. Kuanzia saa ngapi? Saa 12 asubuhi mpaka saa ngapi? Jioni. Nitakupatia dinari ngapi jamani? 1. Hapo naenda na makosa. Bosi au mfanyakazi? Mfanyakazi, maana bosi amefanya kila ambacho kimsingi halipaswa walikubaliana. Hata wewe mlikubaliana ya kwamba mtafanya 1, 2, 3. Na makubaliano hayo bado yako pale.
Anasema ya kwamba kilichowashangaza kitu kingine ni kwamba the first was not only paid last, they were also paid a single denarius. They thought they deserved more than the latecomers. Wao cha kwanza wanafikiria kwanza tumepewa sisi wa mwisho. Yaani kimsingi boss huyu alipaswa kutupa sisi wa kwanza kabisa. Maana sisi tumeinyeka na kazi, tumepigwa na jua. Boss huyu ana fairness. Maana ametupa sisi ni wa mwisho. Tulitegemea kwamba pengine kupewa wa mwisho yawezekana ikawa ndio fedha ya kupewa vingi. Tumepewa vichache. Lakini pia sisi tunakuwa considered sawa sawa na wale waliokuja saa 11. Na hivyo huyu bosi akawakumbusha kile ambacho walikuwa wamekubaliana nacho. Bosi anawaambia mnapaswa kuchukua kile ambacho nimewalipa na mnapaswa kwenda. Na akaendelea kwa kusema kwamba ya kwamba hao watu wa kwanza waliokuja mapema hawakupaswa kuwa na jealousy, hawakupaswa kuwa na envy, hawakupaswa kuwa na moyo wa kijicho. Walipaswa kutenda jinsi vile ambavyo walipaswa kutenda jinsi walivyokubaliana. Lakini kimsingi hao waliokuja asubuhi wanaonekana walikuwa na kijicho, wanaonekana walikuwa na envy na jealous kwa wale watu waliokuja saa 11. Unajua kwa nini Biblia au Yesu anatumia mfano huu? Kitabu kile cha Mathayo 19 aya ya 27. Kwa nini Yesu anatumia hii parable? Anatumia kama sehemu ya kujibu majibu yaliyoulizwa hapo mwanzo, na majibu haya yaliulizwa na mtu anayeitwa Petro. Petro kwenye Mathayo 19 aya ya 27 aliulizwa swali hili. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Wanamuuliza Yesu. Aya 28. Yesu naye anawajibu. Yesu akawaambia, amin, nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya atakapoketi Mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara ngapi jamani? Mara 100 na nini? Na kurithi uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa tungapi jamani? Watakuwa wa kwanza. Kwa hivyo mfano huu katika kitabu cha Mathayo 20 ilikuwa ni sehemu ya kumjibu Petro aliyeuliza swali. Sisi Bwana tumeacha uvuvi, tumeacha vitu vingi, tumekuwa wafuasi wako, je, tutapata nini? Yesu akamwambia, mtapata mara 100, lakini pia mtapata uzima wa milele. Kwa Petro alidhani ya kwamba wao they deserve salvation, wao wanastahili kuokolewa wa kwanza kuliko watu wengine. Yesu anatumia mfano huu kumsaidia Petro ya kwanza kwa vipimo vya ufalme wa mbinguni ni tofauti na vipimo vya ufalme wa duniani. Tunaelewa vizuri? Duniani ukifanya vizuri, inawezekana hata zawadi zikawepo vizuri. Hata kuna wazazi wengine, mtoto akifanya vizuri anapendelea fulani hivi. Hilo mwingine kila saa bado anaitwa mama, unaitwa shuleni. Shida ni nini? Juma akafanya kosa shuleni, amepiga mwalimu, au mara akamnyang'anya kapasua badilisha. Siku nyingine tena mama unaitwa, inakuja tena message nyingine, unaitwa shuleni. Nani? Mwanao akafanya fujo. Hata wazazi pia sometimes anasema
nadhani huyu anaweza kaa ni mzuri zaidi, nikampa fedha kuliko huyu mwingine. Na duniani huku kuna mambo mengine ambayo yanatofautiana. Mimi nakumbuka tulipokuwa shuleni, tulikuwa tukitaka kufunga shule, tulikuwa tunapewa zawadi. Na zawadi tulikuwa tukawapiwe kila mtu. Walikuwa napewa wale wanaoshika nafasi nzuri, nafasi ya kwanza mpaka nafasi ya 3, full stop. Na hiyo siku ya mtihani, tunapofanya mtihani unakomaa, mwaka huu natamani wanasemaga komaa mwanangu, tunakomaa. Nataka mwaka huu na mimi nipewe zawadi. Mnakuta kijana na akaenda kuchunga huko, lakini huko na struggle. Hata hawa siku hizi anakuwa kwenye gari nzuri, gari ya rangi ya njano, lakini bado kiangalia mtoto ni poyoyo. Unakuta mama kampakia vitu, kuna bagi za kutosha, hamwekea na pocket money. Na shuleni pia kuna siku na chai, siku na nini, lakini mtoto anabeba na kubeba tena kuanzia hapo tu, yaani kazi yake tu ni kutoka kwenye ngazi ya nyumbani na kupanda gari. Anashuka anafikisha shuleni, lakini mtoto sasa anasoma sasa. Mtoto kama babake na gari, anadhani magari yote nyumbani kwake ya nyumbani kwao za kwake. Lakini sisi tulikuwa tuna struggle, tunakomaa. Maana tunajua kwamba baadaye tunaweza tukapewa zawadi. Na ikifika siku ya kufunga shule, unaanza kuitwa, unaanza na darasa la kwanza. Walikuwa watoto labda 120, kwenye watoto 120 waliofanya vizuri, namba 3 ni mtu fulani. Wanaume wanaweza wanapiga makofi, mwanaume unakuta kwa vitu chake box zetu, unaenda kukaa nyuma. Tunakaa nyuma mzee Kabosi, tunakaa kule nyuma. Hili tuone kwa kupiga makofi, unakuta umechomekea hata kama suruali sio mbaya, lakini unakuta umechomekea na kibikaptura vile, tunakuja tupige makofi. Kuja inafika namba 2 wanatajwa. Namba ya kwanza unakuta yeye mwingine kakaa mbali huko. Wengine walikuwa tutesa, wanakaa mbali huko. Unapiga makofi mpaka basi na sharti lazima upige makofi mpaka atakapopokea zawadi. Na hii ilikuwa inatumotivate kwa siku moja na sisi tukomae. Lakini cha kushangaza, kulikuwa na familia moja. Na ile si familia sitaisahau. Mwalimu huyu, of course mwalimu huyu alifanya kitu ambacho sio nzuri. Maana familia ile walikuwa na ng'ombe wa kutosha. Walikuwa na ufugaji, yaani walikuwa of course kule utajiri wetu those days utajiri ulikuwa na mifugo. Na hii familia alikuwa na wake wengi na alikuwa na mifugo ya kutosha. Lakini cha kushangaza, Waswahili walisema penye miti hapana wajenzi. Na mwalimu huyu alikuwa anasema jamani, familia hii familia hii ikitokea tu mtoto wa familia hii yuko kwenye darasa fulani, jua tu kwa kweli nafasi ya mwisho kwenye darasa hili inatoka kwenye familia. Yaani kama ikitokea kwamba kwenye hii familia mtoto wao anasoma darasa la kwanza, watakayeshika wa mwisho kwenye darasa ni huyu. Kama imetokea yuko darasa la 7, wa mwisho kwenye darasa hilo ni familia hii. Mpaka mwalimu alikuwa anasema hii familia inawezekana wanakunywa maziwa sana mpaka akili zimesizi kusoma. Wanawaza tu maziwa. Na hiyo unakuta kazi yao ilikuwa ni kupigia watu makofi. Kazi yao tu ni kupiga watu kila mwaka. Akitoka la kwanza na ile la pili, anapiga makofi mpaka anamaliza shule. Lakini nashukuru pia tulipokuwa tunasoma matilisa nitokea mmoja, akafaulu kidogo. Haleluya jamani. Kwa hiyo somo hili ilikuwa inatufundisha nini? Ya kwamba kila mtu alikuwa anapewa reward, zawadi, ujira kulingana na kazi aliyoifanya. Hiyo ni tathmini ya maisha ya duniani. Maisha ya duniani kwamba mtu akifanya vizuri anapewa kitu ambacho ana deserve, lakini ni tofauti na ufalme wa mbinguni. Paulo naamini Yesu anajaribu kuambia Petro, regardless kwamba wamefanya kazi kubwa na wengine watafia idini, lakini haijalishi kwamba wao ndio watakaokuwa nafasi ya kwanza zaidi katika ufalme wa mbinguni. Anasema hivi, primacy will be given according to the master's gracious desire, not according to human reckoning, such as is based on time or length of service and personal sacrifice. Anasema Yesu anapokuja tutapewa ujira kulingana na aina au uzito na sacrifice tulizozifanya. Lakini anasema something this parable teach the 12 that the unworthy, the last in rank will receive God's grace too. Na kwamba ujumbe huu
unafundisha kwamba kwa vile kulikuwa pengine na notion ya kwamba wale ambao hawana thamani sana katika ufalme wa mbinguni, hasa wa Gentiles, wa mataifa, wao pengine watakuwa mwisho huko kwenye ufalme wa Mungu. Kupitia somo hili inawafundisha Wayahudi na viongozi wao ya kwamba kulingana na ufalme wa mbinguni ni tofauti na values za duniani, ya kwamba niko juu anapaswa ana deserve kupewa vitu vizuri, lakini ufalme wa mbinguni yawezekana kile ambacho yuko chini kabisa anawezekana akapewa nafasi ya juu zaidi. Lakini pia natufundisha kwamba haijalishi tumefanya sacrifices za aina gani, Yesu anawaambia ya kwamba kila mtu atakayetikia wito aliyoutoa anayo haki ya kuokolewa. Haijalishi wewe ulikuwa unaimba kwaya alafu ukawa na unaama kii, hata kama unaama kii, as long as ulisikia sauti ya Bwana Yesu anapokuja, yawezekana ujira wako ni sawa sawa na prego ambaye alikuwa amekii. Tuelewana vizuri? Kuna kwaya hapo ukitaka kuangalia ndio siku ya mazoezi. Hasa mwalimu anaposimamisha sasa hivi hiba peke yako, sasa kuna wanakwaya na waimbaji. Kuna tofauti kati ya wanakwaya na waimbaji. Lakini haijalishi wewe ni mwimbaji. Maana wanakwaya mara nyingi sifa yao kubwa, unaona watu leo anashika mic, siku nyingine anashika mic, unajua wewe ni mwimbaji. Ila wanakwaya sisi tuna kampani, na sisi hata tusipokuwa na mtu anaimba vizuri. Bora sisi mtuheshimu wale jamani. Lakini haijalishi wewe ni mwanakwaya au ni mwimbaji, ila ukiitikia wito wa Yesu wa kuokolewa, utapata uzima wa milele sawa sawa na yule aliyekuwa anaimba sauti nzuri. Haijalishi wewe sio mchungaji, ni mshiriki tu wa kawaida, haijalishi wewe ujui mambo ya unabii, ila utakapoitikia wito wa Bwana, ujira ni ule ule. Aliyekuwa anajua vitu vingi na aliyekuwa anajua vitu vichache. Ila wito ni kwamba, je, uliitikia wito wa the master? Hicho ndicho kinacho mata. Maana anasema hivi, Mungu, Yesu anawaambia Paulo, ni kweli inawezekana mitume walifanya vizuri. Yes, you will receive reward for your sacrificial labors for him, but you will not be alone. Ni kweli inawezekana ukarithi uzima wa milele. Wanafunzi mkarithi uzima wa milele, lakini hamtarithi uzima wa milele peke yenu. Unajua kuna wengine katika maisha haya ya Ukristo, kuna wengine tangu wamezaliwa wako kanisani, wamehangaika hizo kwa kutaka kwenye jengo hili, wengine walipambana hapa jengo hilo, wametoa hela. Haijalishi, Bwana anafanya fairness. Maana ilikuwa ni mwingine sasa, Bwana hii jengo tulijenga wenyewe. Yaani mimi nikae viti vya mbinguni pamoja na wewe alikuja juzi. Ila ufalme wa mbinguni ni tofauti. Hata kama ni sacrifice sana, ila inapofika kwenye nchi ya wokovu, wote tupo level moja. Kwa hiyo kanisani tukasema mimi nilibatizwa 95. Mimi siwezi nikaongea na wewe nilibatizwa juzi. Kwenye ufalme wa mbinguni inawezekana wewe nilibatizwa juzi akawa sehemu nzuri zaidi mbinguni kuliko wewe, maana wewe unawezekana ukabaki. Kinachomata ni kwamba, je, umeitikia wito wa huyu mwenye shamba ambaye ni Yesu mwenyewe? God can be gracious to whoever he desires. Thank God for his grace. Anasema huyu mwenye shamba mmiliki wale wanapo complain ya kwamba mbona sisi ni kana kwamba tumeonewa. Bwana shamba huyu au mmiliki wa shamba huyu bosi huyu anajaribu kuambia jamani, hela ni ya kwangu. Aliyeamua kutoa dinari moja kwa hao waliokuja saa 11 ni mimi. Kwa shida gani? Kwa shida iko wapi mimi kuwa mkarimu? Huwezi kulipangia hela yangu. Lakini anasema hapana, nitafanya fair, na anauliza sijafanyia fair kivipi? Na makubaliano yetu yalikuwa ni dinari moja. Na baadaye hichi ndicho tunachoongelea kwamba Bwana ni mwingi wa rehema, na hichi ndicho tunachoitwa kwamba hichi tunachoita ndio neema ya Bwana, the grace of the Lord, ya kwamba yule ambaye amekani kana kwamba stahili anafanya kustahili. Hata sisi kuja kanisani ni neema tu ya Mungu. Hata sisi kuokolewa
ni neema tu ya Mungu. Unaelewa tu yale makandokando ulionayo. Kanisani huko umependeza, lakini je, majirani wanakuhitaji? Mbea na mmoja wa mtaa wa sehemu fulani. Hata unaelewa kabisa. Ni basi Mungu ametustahilisha kuja mbele zake. Na hata kwenye kuokolewa sio kwamba ulikuwa na magongo sana ndio maana umeokolewa, ila ni kwa sababu Yesu alikufa kwa ajili yako. Kwa hiyo hatuendi mbinguni kwa sababu ya jinsi tulivyokuwa overwhelmed na kazi. Hatuendi mbinguni kwa sababu tulifanya vitu vingi. Kweli tulifanya vitu vingi, ni sehemu nzuri ya kujenga ufalme wa Mungu, lakini neema ya Mungu ni inatokana na upendo wa Yesu kwetu. Napokaribia kumaliza kitabu hiki au mfano huu wa parable, hautufundishi pia kuwa wazembe. Maana kuna wengine unaweza kukuta mwalimu ametangaza, jamani, leo mazoezi yatakuwa ni saa 10. Alafu mtu anakuja saa 11, basi pasa alishasema aliyekuja wa kwanza na wa mwisho ujira ulikuwa ni upi? Ni ule ule. Hapana, fungu hili haifundishi uzembe. Kwenye mafuta ya kibinadamu, ukija wa mwisho utakula vya mwisho. Wewe wenzako unakuja kwenye mazoezi saa 10, wewe unakuja saa 12, utaama sana, mapole sana. Na usijifarije fungu hili kwamba utaenda mbinguni na kwa makao hii. Yawezekana microphone usishike kuanzia Januari mpaka Disemba. Si kwa sababu unataka kushika microphone, ni kwa sababu ulikuwa lazy. Kitabu cha Wakorintho kwanza 3 aya ya 8. Na hiyo na fungu hili pia haitumiki vibaya kama watu wengine sema mimi sasa ni mtu kula kitimoto, niendelee kufanya vitu vingine ili kikaribia Yesu anapotaka kuja hivi, Yesu atakuja kanisani. Maana wa mwisho atakuwa wa kwanza. Huo nao ni uongo, unajifariji bure. Utakuwa umetumia context vibaya ya fungu hili. Anasema this parable is about obeying the Lord's call to join his workforce and God's gracious rewards for service. Mfano unaotumika hapa ni wa kumtii Mungu na wito wake wa kuungana katika kazi yake na katika kutoa ujira kwa wale wanaofanya kazi yake. God's grace makes some who are last equal to the first. Neema ya Mungu inafanya wale ambao walikuwa wa mwisho wawe level na wale wa kwanza. Na ndio maana Biblia inaipenda, Mungu anampenda. Mbinguni utakapoenda hatakuwa na maktaba unakuta mchungaji anakuta portion ya mchungaji anakaa huku. Tena unakuta tukuja huku wenzangu huku wanakula chakula kama ni ubwabo wenyewe alipika mambo. Haya, una alichanganya maji ya kutosha ulikuwa boko, lakini meza nyingine huko unaona kuna vipotopoto hivi. Na mwingine sina mimi nipeleke mtoto jamani awe mchungaji. Maana ningekuwa naona kama meza ile kama imependeza sana. Lakini anasema hivi inawezekana ni vikatu viwango vya kidunia ambavyo vingine havitusaidii. Lakini kwenye viwango vya mbinguni wote tuko level moja. Halo jamani, haijalishi wewe umebatizwa leo. Haijalishi wewe ni mchanga kwenye imani. Ila mbinguni wote tupo sawa. Maana hatuendi kwa uzito wa kazi na title tulizokuwa nazo, ila tunaenda kwa upendo na neema aliyoutoa Yesu. Anayezungumziwa hapo wa kwanza inawezekana nilikuwa ni wale waandishi mitume 12 ambao walitoa maisha yao, kweli walipambana. Na wale wa mwisho inawezekana ni wale ambao hawakusacrifice sana. Lakini inawezekana pia anayezungumziwa kwa wa kwanza inawezekana Wayahudi waliojua ukweli waliokuwa wanajua Biblia vizuri. Na hao wa mwisho inawezekana wale wa mataifa. Lakini wote watapokea ujumbe, watapokea ujira ule. Mfano huu unatufundisha kwamba tutapokea sio kidogo na wala sio nyingi kuliko tofauti na watu wengine, na kwamba ufalme wa mbinguni kila mtu atapokea ujira sawa. Lakini kitu kingine Yesu anasema kwamba ujira wa ufalme wa mbinguni hatuwezi kupokea kwa matendo yetu tu, kama
marabi na Mafarisayo waliofundisha, lakini anasema pia tupokee kwa kubageni, ila tunapokea kama fedha inatoka kwa Bwana. Lakini kitu kingine tunachoweza kujifunza ni kwamba haijalishi wapendo wa Mungu atupokei kwa position, kwa talent au kwa muda tuliotumia katika kazi au kwa vile ni matokeo yanayoonekana, lakini nasema tuiye ufalme wa Bwana utapokelewa tu, au viwango vya ufalme wa mbinguni unapokelewa kwa wale walio tayari kupokea ufalme wa Mungu. Na nasema mfano huu wa dinari unawakilisha maisha ya milele. Mfano huu wa dinari unawakilisha maisha ya milele. So this payment will take place at the last judgment. Anasema ujira huu au malipo haya utatokea katika hukumu ya mwisho. Eternal life will come only to workers, that is disciples, but as a gift based on generosity, to awake based on calculation. Ufalme wa mbinguni au maisha ya milele itakuja tu kwa wale wafanya kazi, wale waliofanya kazi. Kimsingi Yesu anapotoa ujira au mtu anapotoa ujira hakutoa kwa wale ambao ni lazy. Wote waliopewa ujira walifanya nini jamani? Walifanya kazi. Japo na tofautiana walifanyaje kazi? Mwingine alifanya kazi sana, mwingine akafanya kidogo. Ila wote walifanya nini? Kazi. Yesu anapokuja kutoa ujira na kwenda hata mbinguni, roho na wengine elezea kwamba wengine taji zao zitang'aa sana. Maana kwa kweli na huyu kama tuna Sabato alikuwa anajaribu kuamka asubuhi saa 11 kashaamka, ameshapanga maandalizi yake, saa 1 yuko kanisani. Haya kwenye kwaya liko vizuri, siku ni uzoa kanisa liko vizuri, na kwenye kuinjilisha watu liko vizuri. Anasema taji zao zitang'aa sana, pengine kukompea na watu wengine. Ila hicho hakimati sana. Kinachomata ni kuitikia wito na kupokea dinari ambao ni uzima wa milele. Kwa hiyo somo hili ambacho tunapaswa kutoka nacho ni kwamba haijalishi wewe ulikuwa msabato muda mrefu, kuwa kwako msabato au kuwa kwako mzee wa kanisa au mchungaji au mwanakwaya, hicho sio garantii ya kuokolewa. Garantii ni kwamba unapaswa kuitikia wito wa mwenye shamba, unapaswa kuitikia wito wa kwenda. Na kama mtokea wa kwenda, yeye anatoa ujira, na ujira huu anatoa kwa watu wote sawa. Haijalishi ulikuja asubuhi, haijalishi ulikuja jioni, ila ujira ni ule ule. Ujira ni uzima wa milele. Kwa hiyo nachokutia moyo ni kwamba tunapoendelea kuabudu, abudu huku ukiwa umeitikia wito ya kwa Bwana nisaidie siku unapokuja kutoa ujira na mimi nipate dinari yangu, nayo ni uzima wa milele. Lakini kama tu ukija kanisani ukadhani kwamba kuwa msabato ndio garantii ya kwenda mbinguni, ni pole na kupa pole kubwa. Ila kuwa msabato ni kama mwitikio waliyekuita, inaweza kama ni sehemu ya wewe kupokea ujumbe na kupokea wito huu anaotoa, ni wito wa uzima wa milele. Tunapomalizia somo hili, mara nyingi kwenye viwango vya dunia tumekuwa na viwango tofauti. Wengine inawezekana tumekata tamaa, mimi mbona nikana kwamba nimewekwa viweko vya chini. Hivyo haijalishi, kinachomata ni hali ambapo wote tutarithi uzima wa milele. Ufalme wa mbinguni kipimo tofauti cha maisha ya duniani. Inawezekana kanisani wanakudharau. Inawezekana kwenye maisha ya kawaida majirani zako wamenunua bodaboda, wana magari, ila kwao hauna hata baskeli, wanakudharau, wana viwango vyako vyenyewe viko chini. Inawezekana wengine wana elimu kubwa, wewe una elimu kidogo. Inawezekana wengine wameajiriwa, wewe hujaajiriwa. Hilo nataka nikutie moyo. Hivyo tu ni viwango vya dunia ambavyo havikupeleki kokote. Kinachomata zaidi ni wewe kuitikia wito wa kupata viwango vya mbinguni, navyo ni kurithi uzima wa milele. Bwana na atubariki.
Wangapi wanasema Bwana nisaidie? Yawezekana nijapokuwa naishi katika ulimwengu ambao kila mtu ameweka kiwango chake, ila nisaidie niwe na kipimo kile cha ufalme wa mbinguni, na niwe mrithi wa uzima wa milele. Wangapi ni watu wao wanasema Yesu nisaidie niwe miongoni mwa watakao urithi uzima wa milele? Kwa nini tusisimame?